tutaenda kujifunza neno la Mungu ambalo waweza kulipa kichwa cha somo chochote ambacho utataka kukipa, lakini mimi wakati najifunza niliandika tunda la Roho. Tunda la Roho. Tumejifunza wiki nzima iliyopita kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Tumejifunza mambo mengi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inasema hata kwa habari ya manabii utawatambua kwa matunda ya matendo yao. Huwezi kutambua aina ya tunda lililopo kwenye mti kama hautatambua tunda lililopo. Yaani kama mti haujatoa tunda, unaweza usifahamu ni mti gani. Hasa miti ambayo inachanganya aina za majani ambazo zipo. Na pia kuna baadhi ya miti wanapandikiza. Siku hizi sayansi imezidi, si ndio Kwamba mtu anaweza akachukua mwembe akauweka kwenye mparachichi. Sasa ili kutambua moja kwa moja ni matunda gani ya huu mti, ni lazima mpaka tunda litokee. Unaweza ukaangalia majani akakuchanganya, usijue hili ni jani la mti gani, kwamba ni tunda gani litakalotokea. Lakini pia watu wanapandikiza mchungwa na mlimao, wanatamani kupata tunda mojawapo. Akipandikiza kwenye limao anatamani chungwa, litatokea chungwa. Lakini mpaka ulijue ni lazima tunda lake lifanye nini? Litokee. Kabla matunda hayajatokea unaweza usifahamu huu mti ni mti gani, kwa sababu unakuchanganya. Vivyo hivyo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Mtu anaweza akazungumzia habari ya Roho Mtakatifu, akanena kwa lugha kwa viwango ambavyo unasema kwamba huyu atakuwa ni mtu wa Mungu. Lakini angalia matunda anayoyatoa baada ya pale. Matunda gani anatoka ndani yake? Ndio utafahamu roho iliyoko ndani yake ni roho ya Mungu au sio roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kutambua ni roho ya Mungu, ni lazima uone matunda ya Roho Mtakatifu yanatoka ndani ya huyo mtu. Na matunda hayo tunayapata katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na wa 23. Wakati mnaendelea kutafuta, ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa 14 inasema, mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Kwamba mtu anashiba kutokana na matunda ya kinywa chake. Kitu gani anakinena ndicho ambacho kinatoka. Ndicho ambacho Biblia inasema kinachomtoka mtu kimemjaa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo ili kujua huyu yukoje, ni uangalie ananena nini, anatenda nini. Bila kumsikiliza na kuona matendo yake, unaweza ukadhani huyu ni mtakatifu. Mtu anaweza akaja hapa, kuna wale wenzetu anavaa vizuri sana. Yaani anaweza akavaa kiheshima akija kanisani, yaani anavaa mpaka unamkubali. Lakini ukija kusimulia matendo yake unasema, ni huyu ambaye anajifunika muda wote. Yaani muda wote yuko. Lakini matendo yake yanakataana na utakatifu. Kwa hiyo utafahamu kwamba huyu ni mtu wa Mungu au si mtu wa Mungu baada ya kuona matendo yake. Tusome hiyo Wagalatia kwa aliyepata. Galatia 5:22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Katika hayo matunda tumeambiwa mambo kama hayo hakuna sheria. Lakini nikaanza kujiuliza, kwa nini tunda la Roho ni upendo? Kwa sababu tunamwona Mungu mwenyewe ni Mungu wa upendo. Mungu yeye ni pendo, anapenda wanadamu wote. Ukisoma kwenye neno lake anasema kwamba ananyesha mvua kwa wema na tunasoma neno la Mungu atusomi. Mungu ananyesha mvua kwa watu gani?
kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. Ndio maana ananyesha mvua kwa watu wote. Na sisi pia tunaweza tukakosewa. Tunapokosewa haina maana ya kwamba yule mtu amekuwa mbaya muda wote. Biblia inatuambia tusamehe. Tuwasamehe waliotukosea, lakini pia tuwaombee wanaotuudhi. Kwa sababu Mungu mwenyewe alitoa amri nyingi, lakini katika hizo amri zote akazigroup kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa kila kitu, lakini mpende jirani yako kama. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mungu anatamani sana watu wapendane. Kwenye upendo hakuna wizi. Yaani mtu ukiwa unampenda huwezi ukamwibia. Mtu ukiwa unampenda huwezi ukamtukana. Mtu ukiwa unampenda huwezi kumpiga. Mtu ukiwa unampenda huwezi kufanya kitu ambacho kitamuumiza yeye. La sivyo labda kama unamuonya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu pia mtoto wake anayempenda huwa anamrudi. Vivyo hivyo na sisi kwa watoto wetu huwa tunawarudi. Wanapokosea huwa tunawapiga. Kwa hiyo kupiga haina maana kwamba hakupendi, ila anakupiga ili akurudi uweze kuwa salama zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye ni Mungu wa upendo. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 3:16. Lakini pia tusome Marko 12:33. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika Marko 12:33 inatuambia tumpende Mungu, lakini pia tumpende jirani kama tunavyojipenda, kama nafsi zetu. Kwa sababu hiyo ni njema na inafaa kuliko hata sadaka za kuteketezwa. Yaani kwenye Wakorinto anasema hata nikitoa mali zangu zote niwape maskini, lakini kama sina upendo mimi si kitu, sifai kabisa. Kwa sababu Mungu yeye ni Mungu wa upendo. Kwa hiyo ili wewe uweze kuwa na mfanano na Mungu, uishi kwa kadri Mungu anavyopenda, lazima ndani yako kuonyeshe upendo. Yaani tunda la upendo lionekane wazi ndani yako. Biblia inasema amchukiaye ndugu yake ni sawa na muuaji. Na muuaji hana sehemu katika ufalme wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 anasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukaao ndani yake. Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu wa upendo. Naye Mungu ambaye ni wa upendo anapenda na sisi tuwapende ndugu zetu, tuwapende majirani zetu. Tunapowachukia, Biblia inasema ni sawa na muuaji. Ukiona roho ya chuki imepanda ndani yako, yani ukiona mbona namchukia fulani, mbona namchukia sana, mbona nikimwona roho yangu haiko vizuri, sijisikii vizuri juu yake, jua hiyo roho sio ya Mungu. Na kama ni roho ya Mungu huwa inahuzunika. Roho ya Mungu kama kuna kitu kibaya juu ya mtu haileti chuki, inaleta huzuni. Mbona nikimwona yule nahuzunika? Yaani rohoni najisikia kuumia. Kwa maana hiyo roho ya Mungu anakuambia omba. Ukiona unamuona afu unamchukia, ujue wewe ni sawa na muuaji. Na muuaji hana sehemu katika ufalme wa nani? Na kama unataka kwenda mbinguni lazima uitubie. Mwambie Mungu nisamehe, kwa nini namchukia? Hiyo roho sio ya kwako. Hiyo haipo kwenye tunda la Roho. Yesu alisema rohoni mwangu mna huzuni kiasi cha kufa. Aliposikia ile huzuni hakukaa. Alifanyaje?
alienda kuomba. Ukisikia huzuni yoyote ile, ujua Roho Mtakatifu kuna ujumbe anaupitisha kwako. Kwa hiyo nenda kaombe. Roho mwenyewe anajua nini cha kumwambia Mungu. Anasema ataomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Wewe ukijisikia huzuni tu, aidha juu ya mtu au juu ya kitu, nenda mbele za Mungu kaombe. Na ukiamua kweli naomba, utaisikia ile huzuni, Roho Mtakatifu ataugua zaidi ndani yako kiasi hadi wewe mwenyewe hujui kwamba ninaomba nini. Utajiachilia mbele zake hadi ule mzigo uishe. Lakini ukiona unajisikia vibaya kumuona mtu, alafu unaendelea unasema apite huku na mimi nipite huku, ujua hiyo ni chuki ambayo sio ya Mungu. Roho ya Mungu haiko hivyo. Hilo sio tunda la Mungu. Tunda la Mungu ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Chuki si tunda la Roho. Ukiona kuna chuki ndani yako, jua hiyo ni roho ya shetani. Ikemee, iondoke. Nasisitiza, kama ninavyojisikia kusisitiza, kwamba ukijisikia huzuni, jua Roho wa Mungu anapitisha ujumbe ndani yako. Kwa hiyo usiache kwenda kuomba. Yaani ukijisikia tu kuna kahuzuni kameingia ndani yangu, kuna unatulia, unafanya shughuli, unasikia tena kama vile kuna kuugua ndani yako, usitulie. Tafuta sehemu, hata kama ni kazini, hata kama ni chooni, nenda. Jiachilie mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba ufanye kitu. Sielewi. Lakini utakapoanza tu kuomba, utashangaa Roho mwenyewe atateki control. Yaani hawezi kuacha, kwa sababu ile huzuni ameiweka yeye na ameleta ujumbe juu yako. Anataka aufikishe mbele za Mungu. Atakupeleka kuomba. Utaomba kwa muda, then ataiondoa ule mzigo, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiuliza, kwa nini furaha? Biblia inatuambia furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Kwa sababu palipo na furaha ndipo kwenye mafanikio. Usipokuwa na furaha, utakuwa ni mtu wa huzuni, mtu ambaye hueleweki. Muda wote unakaa lakini mtu wa majonzi. Mungu anataka ufurahi. Umfurahie yeye, uzifurahie kazi alizozifanya. Yeye mwenyewe alipoumba mbingu na nchi, aliangalia ile kazi akasema ni njema. Akaifurahia kazi ya mikono yake. Mwingine kila anapoenda kazini anachukia, yani basi tu. Asubuhi imefika tena kwenda shuleni, basi tu. Mungu hajasema hivyo. Mungu anataka uwe mtu wa furaha. Kwa kila unachokifanya ukifurahie. Na ukikifurahia utakifanya kwa ustadi. Usipokifurahia utakifanya chini ya viwango vya uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu yeye mwenyewe ni Mungu wa furaha. Anawafurahia wanadamu. Anapoiangalia kazi yake anasema ni njema. Hata wewe anapokuangalia anajisikia raha. Leo mwanangu ameenda kanisani, anajisikia raha. Leo mwanangu amekaa na tafakari neno langu, anajisikia furaha. Sasa usifanye vitu ambavyo vitamfanya Mungu ajisikie vibaya juu yako. Mfanye Mungu ajisikie furaha juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mtu muda wote amehuzunika, wewe kama mtu wa Mungu usiseme huyu kawaida yake yuko hivyo. Jua kuna kitu ambacho sio cha kimungu kinaendelea ndani yake, kinamnyonya, kinamharibu. Kwa hiyo tafuta muda, ongea naye, mtie moyo mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu ni wa furaha. Sasa unamwona ndugu yako ana huzuni muda wote, afu unaachana naye, unasema huyu kila siku ni mtu wa kukasirika tu. Jamani, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Yaani ukimwona mtu
Kila unachoongea naye kidogo tu amekasirika, kidogo tu amekasirika. Usione kwamba ni kitu cha kawaida. Hiyo sio roho ya Mungu. Hiyo sio tunda la Roho. Na kama sio tunda la Roho, ni tunda la upande mwingine, tunda la Shetani. Na kama ni tunda la Shetani, linapaswa kuondoka ndani ya huyo mtu ili aweze kukaa vizuri na Mungu, ili ya kwamba aweze kumuona Mungu wake akitenda kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema tena, kwa nini amesema amani? Mungu yeye ni Mungu wa amani, ni mfalme wa amani. Anapotawala Mungu sehemu yote, amani inatawala. Mungu hapendi machafuko. Hata Yesu wakati anaombea wanafunzi wake, anaongea na wanafunzi wake, aliwaambia, amani yangu nawapa. Amani ninayowapa mimi si kama ulimwengu uwapavyo. Ukiona unakosa amani muda mwingi, kama mwanzo nilivyokuambia, ukiona unakosa amani, jua kuna ujumbe Mungu anaupitisha ndani yako. Nenda kaombe, usikae hivyo hivyo. Useme nimekosa amani, basi Mungu tu atanipaga amani. Hapana. Ukiona umekosa amani, tafuta sehemu, ongea na Mungu wako ili amani irejee. Asante. Amani nawachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu yamkini unatoa amani, lakini si kama amani ya Kristo. Yesu anapoachilia amani, unajisikia raha. Hata kama kuna shida, unajisikia raha. Yaani amani ya Kristo sio kama amani ya dunia hii. Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria, wala hawana. Najua hiyo Rejoice wanaweza, wale Rejoice wa zamani wanaifahamu sana kwa sababu wana wimbo wao. Wana amani nyingi waipendao sheria. Sasa kama unapenda maelekezo ya Bwana, unapenda sheria ya Bwana, utakuwa na amani nyingi, wala hakuna kitu kitakacho kukwaza, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mfalme wa amani. Ukiona unakosa amani, ujue hiyo sio mpango wa Mungu. Endelee kuwa hivyo. Naendelea kukusii, tafuta sehemu, omba. Amani ya Bwana itatawala ndani yako. Haleluya. Ukisoma katika Waebrania 12:14 inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao tunaambiwa kabisa tutafute kwa bidii kuwa na amani. Kwa hiyo kumbe muda mwingine kuna vitu vinavyokufanya usiwe na amani, vipo. Lakini kuna watu wanaweza kukufanya usiwe na amani. Lakini kwa sababu tunda la Roho moja wapo ni amani, Biblia inakwambia tafuta kwa bidii. Yaani usitafute kwa kuzembea. Mtu anakukwaza kila siku kila wakati. Kila ukikutana naye anatafuta namna ya kukukwaza, namna ya kukuharibia siku. Neno la Mungu linakwambia tafuta kwa bidii kuwa na amani. Kwa sababu amani ni tunda la Roho. Usipokuwa nayo hiyo amani, huwezi kumuona nani? Na Mungu anatamani kuwa na wewe, ajizihirishe katika maisha yako, atembee na wewe. Sasa kama kutokuwa na amani tu na watu, tayari huwezi kumuona Mungu. Eti kwa kutokuwa na amani na mtu, Biblia inasema huwezi kumuona Mungu. Maana anasema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu. Maana mtu akiukosa hawezi kumuona Mungu. Kwa hiyo amani na utakatifu vinaenda sambamba. Eti mimi ni mtakatifu, lakini ukifika ofisini unakwaza watu mpaka. Sio kwa sababu ya uzembe wake wa kazi anakukimbia, bali kwa sababu ya wewe jinsi ulivyo, unavyosababisha makwazo kwao.
Lakini kama ni kwa sababu unasimamia kazi vizuri, endelea kukaza. Simamia, warudi kwenye mstari. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Mungu wetu ni mfalme wa amani. Anatawala sehemu yenye amani. Sehemu ambayo haina amani, Mungu hatawali, kwa sababu yeye ni mfalme wa amani. Ndio maana neno la Mungu linasema ni heri kukaa kwenye pembe ya nyumba kuliko kukaa kwenye nyumba pana pamoja na mwanamke mkorofi. Yaani wewe muda wote tu, yaani unasababisha kutokuwa na amani ndani. Anasema ni heri tu, yaani uwe umejiwekea kasehemu kako kadogo kakukaa, kuliko nyumba iwe pana afu na mtu mkorofi. Tafuta kwa bidii kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amani ni tunda la Roho. Mungu anapendezwa sana na amani. Anapendezwa sana atawale. Lakini atawale sehemu gani? Sehemu ambayo kuna amani, kwa sababu yeye ni mfalme wa amani. Haleluya. Lakini pia tunda jingine la Roho ni uvumilivu. Uvumilivu ni kuendelea kumngoja Bwana katika ahadi zake. Kuwa na matumaini kwamba yupo Mungu mwaminifu, mwenye kutimiza ahadi zake. Kwa hiyo katika hili nitaendelea kuvumilia, nitaendelea kumngoja Bwana. Ninaamini ya kwamba Bwana atafanya, kwa sababu yeye ni mwaminifu sana. Kwa hiyo uvumilivu, Mungu naye ni mvumilivu kwetu. Ni tunda la Roho, kwa sababu Mungu pia na yeye ana sifa hiyo hiyo ya uvumilivu. Jitafakari wewe na mimi, kama Mungu asingekuwa mvumilivu kwetu, tungekuwaje? Kwa hiyo Mungu naye anapenda tuwe wavumilivu. Tusiwe watu wa papara na haraka. Ukisoma katika Zaburi ya 37 mstari wa 7 inasema, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngoje kwa saburi. Tunapaswa kuwa wavumilivu, kumngoja Bwana katika ahadi zake. Lakini pia utasoma Zaburi ya 41 na Luka 18:7. Naomba nisome Luka 18:7. Luka 18:7 inasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Mungu ni mvumilivu kwetu. Kwa hiyo pia anataka tumngoje kwa saburi. Anataka tusubiri, kwa sababu sifa ya uvumilivu ni ya kwake pia. Anafanya mambo mengi kwetu, lakini bado anatuita kwa upendo, kwa upole, akitarajia kwamba tutafanya vyema. Ipo siku atakuwa mtiifu sana kwangu. Ipo siku atakuwa mwaminifu sana kwangu. Anaendelea kukuvumilia, anaendelea kukumwagilia, anaendelea kukupalilia. Pamoja na kwamba muda mwingine hufanyi vizuri. Wewe ni mwimbaji, muda wa kuimba umefika, muda wa kufanya mazoezi umefika, huko tu sasa, nimechoka bwana, ngoja tu leo siendi. Mungu bado anakuvumilia tu, anakuangalia unafanya pale unapojisikia, anakuangalia, anakuvumilia. Mungu vivyo anahitaji na sisi tuwe wavumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kingine katika tunda la Roho ni utu wema. Tunapaswa kutenda mema hata kwa adui zetu. Tuwatendee mema watu wote. Ukisoma katika Misari 25:21 na Mathayo 5:45. Tuanze Misari 25:21. Adui yako akiwa ana njaa mpe chakula, tena akiwa ana kiu mpe maji ya kunywa. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake, na Bwana atakupa thawabu. Utu wema
ni tabia ya kutenda mema hata kwa wanaokuudhi. Usiwatendee mema tu wale wanaokutendea mema, watendee mema hata adui zako. Wanapohitaji kitu uwasaidie, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa umewapalia makaa ya moto kichwani. Ataondoka akitafakari kwamba katika hili huyu anafanya hivi, mimi niweza ni kwamba hata nilipiza kisasi. Kama vile Daudi alivyokutana na Sauli. Sauli amelala fofofo. Daudi alipomuona akaenda akakata tu upindo wa nguo yake. Baadaye akamwambia, unamtafuta nani? Kama leo ningekuwa na uwezo wa kukua nilikuwa nao, lakini wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana, siwezi kukufanyia hivyo. Angalia upindo wa nguo yako. Nilifika hapo nikakukata. Sauli aliumia akarudi. Hakuendelea kumtafuta. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alitenda mema kwa Sauli. Kwa hiyo na sisi tunasisitizwa kuwa na utu wema ndani yetu. Tutende mema hata kwa wanaotuudhi. Tuwatendee mema, tusiwatendee mabaya. Kwa kufanya hivyo, hilo tunda likionekana ndani yako, Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Lakini ukiwa na jino kwa jino, hilo sio tunda la Roho. Tunda la Roho ni utu wema. Lakini wewe ukiona kila mtu anachokufanya amekukanyaga na unamkanyaga, amemwaga mboga unamwaga ugali, amefanya hiki unafanya kile, labda Roho Mtakatifu akuongoze katika hili kwa ajili ya kumfundisha. Kwa sababu Mungu anasema kwenye neno lake kwamba mpumbavu umjibu sawa na upumbavu wake. Lakini sehemu nyingine anakuambia mpumbavu usimjibu sawa na upumbavu wake, kwa sababu utafanana naye. Kwa hiyo utu wema ni given, ni lazima. Lakini kitokea kuna mazingira Roho Mtakatifu anakuelekeza, hapa fanya hivi ili huyu ajifunze, fanya. Lakini uthibitishe kwamba hii ninalolifanya liko sawa. Katika Mathayo 5:45 anasema, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Ukianzia mstari wa 44 anasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa sababu hata Mungu anafanya vivyo kwa wema na waovu. Nikasema, kwa nini fadhili? Kwa nini tunda la Roho ni fadhili? Kufadhili ni kumwezesha mtu, kumfanyia mtu kitu ambapo hutarajii malipo. Yaani unamtendea mtu lakini hutarajii kwamba atakulipa, unamfadhili. Ni tabia ya Mungu. Mungu anatenda mema kwetu. Hatuna uwezo ya kuyalipa hata robo. Yaani hata ukitoa sadaka mara 100, mara 1000 bado huwezi kulipa. Kwa mema anayoyatenda maishani mwetu hatuwezi kumlipa. Vivyo hivyo Mungu anapenda na sisi tuwafadhili wengine. Tuwatendee watu wengine mema. Tusitarajie kulipwa. Uaminifu. Uaminifu, kuwa mwaminifu kila mahali. Iwe kazini, iwe nyumbani, iwe popote pale. Watu wajivunie uwepo wako. Yaani mtu anasema hata nikiacha hiki kitu, akiona kimepotea anasema lakini sio fulani. Yaani wote wanaweza wakafanya lakini sio fulani. Uharibifu sio fulani. Mungu anapenda hivyo. Anapenda kujivunia sisi kwa uaminifu wetu, kwa sababu yeye Mungu ni mwaminifu sana katika maisha yetu. Yeye Mungu ni mwaminifu sana. Kwa hiyo ile tabia ya uaminifu alionayo yeye, anataka na watoto wake tuwe hivyo.
Ukiona ndani yako hakuna uaminifu, jua hilo sio tunda la Roho. Roho iliyoko ndani yako sio ya Mungu. Ukiona uko sehemu nyingine uko vizuri, lakini kwenye uaminifu wa zaka, lakini kwenye uaminifu wa muda, lakini kwenye uaminifu wa kitu fulani sina, bado unapelea. Muombe Mungu akupe roho ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuwe waaminifu katika maeneo yote. Upole ni kuto kukasirika kwa haraka. Yaani mtu mpole sio mkimya. Yaani kuna utofauti ya ukimya na upole. Mtu anaweza akawa mwongeaji sana, lakini ni mpole. Yaani huwa hakasiriki kwa haraka, akifanywa vitu hana yale kulipuka. Kuna kaustaarabu fulani hivi kazuri ndani yake, kanaonekana. Upole wenu ujulikane na watu. Mtu akikuona anasema huyu kweli ni mpole. Na Mungu yeye ni mpole, hafanyi vitu kwa kukurupuka. Ukisoma vitabu vile vya manabii wakubwa, nafikiri na wadogo, utaona kuna maeneo mengi Mungu anazungumza na wale manabii, anawapa jumbe mbalimbali kwa ajili ya taifa la Israeli. Akiwapa jumbe, mara chache zinaenda kama zilivyo, lakini mara nyingine wanapokea, wanaacha, hawafanyi kama ambavyo amewaelekeza. Lakini Mungu kwa sababu ni mpole, anarudi tena, anaonya tena. Kama ni la kuonya, anaonya tena, anasema mara nyingi, kwa sababu yeye ni mpole. Hata sasa wewe na mimi, kama Mungu asingekuwa mpole na mvumilivu kwetu, yamkini tusingekuwepo, yamkini tusingekuwa hivi tulivyo, kwa sababu anatuvumilia, tunabadilika, tunaendelea mbele. Tamani kuwa na tunda la upole. Tunda jingine ni kiasi, kutosheka na ulichonacho. Kwenye upole unaandika Mhubiri 7:9. Kwenye kiasi andika Timotheo wa kwanza 6:6. Lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kuwa na kiasi ni kuridhika na ulichonacho. Sina maana ya kwamba usitafute vingine, lakini unatafuta kwa utaratibu ulio sahihi. Kwa kutokuridhika, wengi wameiacha imani. Kwa kutokuwa na kiasi, wengi wameikana imani. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 25 inasema, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tukiishi kwa Roho na tuenende, ina maana ya kwamba unavyoishi, kama wewe ni mtu wa rohoni, usienende kwa matendo ya mwilini. Tunda la Roho lazima lionekane ndani yako. Lakini kama wewe ni mtu wa Mungu, lakini vinavyoonekana kwako ni matendo ya mwili, haupo rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani tuwe mashahidi wake, kwamba unapoonekana watu wamuone Kristo. Uwe barozi, peperusha bendera ya Mungu wetu. Hawezi akaondoka hapa barozi wa Tanzania akawa anapeperusha bendera ya nchi nyingine. Na ndio maana wakiondoka wanakabidhiwa ile bendera kuonyesha kwamba huyu ni wa taifa hili. Ukienda kwenye barozi mbalimbali utaona bendera zao. Mungu wetu anataka aonekane kupitia maisha yako. Mungu wetu anataka ajidhihirishe kupitia maisha yako. Tunda lake
lionekane kupitia wewe. Watu wamtamani Mungu wako kwa kukuona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe uzihirishe uwepo wa Mungu, uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako kwa matunda ambayo yanatoka ndani yako. Tutakapoyaona, watakapoyaona watu wengine, watamani Mungu wako. Watamani kuwa kama wewe. Watatamani vipi? Baada ya kuona matunda hayo, baada ya kuona tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini uko mahali hapa unasema katika hayo kuna sehemu ninapungua. Kuna sehemu kweli Mungu natamani nitengeneze upya, ili tunda la Roho lionekane ndani yangu kweli kweli. Nawe Mungu jivunie mimi. Nawe Mungu jivunie mimi. Watu wanaponiona wakutake wewe Mungu wangu kweli kweli. Mbona pale kweli kabisa nimesababisha Mungu asikutamani watu. Watu wasikutamani Mungu wangu, naomba ni rehemu, naomba nisamee, naomba nipe namna nyingine tena. Achilia neema yako ndani yangu. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Twende mbele za Mungu tukamwambie Mungu atutengeneze tena. Aachilie tena neema yake ndani yetu. Ile tunda la Roho Mtakatifu lionekane waziwazi ndani yetu. Na watu wanapotuona wamuone Mungu wetu. Nakupenda, 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 Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Oh, nakupenda. Oh, Yesu nakupenda. Yesu. Yesu nakupenda, nakupenda, Yesu mwaminifu, 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 Yesu, Yesu mwaminifu. Yesu mwaminifu, mwaminifu, Yesu mwaminifu. Yesu nakuhitaji. Oh Baba, nakuhitaji. Nakuhitaji. Yesu. Kila mmoja kwa maneno yake ongea mbele za Mungu wako vile ambavyo unatamani tunda la Roho lionekane halisi ndani yako. Nawe uwe mwakilishi sawa sawa neno lake. Mungu aonekane kupitia wewe na ajivunie wewe na utendaji wake uonekane ndani yako. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, wewe ni Mwokozi wetu, Mungu tupendaye sana. Jioni ya leo umeendelea kuzungumza na sisi Baba. Umeendelea kusema nasi Mungu wetu kwa habari ya tunda la Roho ambalo Mungu umesema nasi kama baba anavyozungumza na watoto wake. Umenifundisha binafsi Bwana ya kwamba Mungu niwe na upendo, niwe na furaha, niwe na amani, niwe na
upole, niwe mvumilivu. Baba, ninakuhitaji sasa. Roho Mtakatifu, achilia rehema zako kwangu. Baba, ninaomba achilia rehema, mfalme wa amani, achilia rehema Mungu wangu. Yamkini yako maeneo nimekosea mbele zako Baba, sijaweza kuwakilisha sawa sawa. Mungu wa uzima, sijaweza kutenda sawa sawa. Mungu, yamkini niliwachukia watu wengine. Mungu, ninaomba nisamehe Baba, ninaomba nirehemu Mungu wangu, ninaomba nitakase mfalme. Achilia rehema zako kwangu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Nitengeneze tena mfalme wa amani. Ninatamani kutembea na wewe Baba, lile tunda la Roho ambalo Mungu umeliachilia ndani yangu kupitia Roho Mtakatifu likaonekane waziwazi Bwana. Nikatembee na wewe, nikatende na wewe. Roho Mtakatifu, ukanisaidie Bwana, ukaniwezeshe mfalme Baba, ukaniongoze katika jina la Yesu. Maana wewe ni Mungu wangu, maana wewe ni Mungu wangu, maana wewe ni Mungu wangu, maana wewe ni Mungu wangu. Ninakutaka wewe na nguvu zako. Ninataka Baba kuona Mungu wa uzima ukitembea na mimi. Tembea na watoto wako Bwana, zilisha Mungu ukuu wako na uweza wako kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Lile pendo la kweli likaonekane ndani yetu Baba, ule upole ukaonekane Baba, fadhili ikaonekane. Mungu wa uzima, amani yako ikatawale ndani yetu, tukawe na furaha ya kweli katika jina la Yesu Kristo. Baba, msaidie kila mmoja wetu, mpe neema kila mmoja wetu mfalme. Tunakuhitaji Yesu, tukawe na kiasi katika mambo yote, tukawe na kiasi Bwana. Tusaidie Mungu wa uzima, tusaidie Mungu mwenye nguvu, tusaidie Mungu wetu. Tunakutaka wewe, maana wewe ni Baba kwetu, maana wewe ni Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Tupe neema ya kuwa waaminifu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tusaidie Bwana, tusaidie Mungu. Ninakutaka wewe Mungu wangu, maana wewe ni mtakatifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni wa kweli. Hakuna mwingine zaidi yako. Jina lako liinuliwe na kutukuzwa, maana unastahili Yesu, unastahili mwana wa Mungu, unastahili Kristo. Katika jina la Yesu, Jehova, ninaomba na kukabidhi yote mikononi mwako, nikiliachilia kundi lako hili mikononi mwako Baba, ukamfundishe kila mmoja na kumsaidia Mungu kulishika neno lako na kutembea na wewe sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu, tufanye kuwa mabalozi wako, tufanye Bwana, tufanye Yesu kuwa mawakili wako Bwana. Kila tunapokuepo Baba, ukaonekane wewe, watu wakakuone wewe, watu wakakujua wewe kupitia matunda yanayoonekana ndani yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu, amen.